Asante sana na karibuni kwa wote ambao mko nasikiza matangazo yetu ya Baraka One TV, na ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, ambaye kurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitoe pia shukrani za dhati kwa Dieudonne Butoto ambaye alikuwa kwenye uwanja huko Marekani, ambako aliweza kushuhudia mechi kati ya DRC na Uzbekistan na kuweza kututumia video ambazo yeye mwenyewe yuko uwanjani. Tunashukuru sana bwana kwa support ambayo umeweza kuifanya kwa kuendelea kuipigania DRC. Hilo ni moja kati ya vitu ambavyo ni muhimu kweli kweli kwa wakongomani wote ambao wako Marekani kuweza kushuhudia mechi ya Kongo pamoja na DRC, Kongo pamoja na Uzbekistan, na hivyo kuweza kutupatia ushindi mkubwa wa mabao 3-1. Ukiachana na ndugu yetu Dieudonne Butoto ambaye alikuwa kwenye uwanja huko nchini Marekani, ndani ya jiji la Goma pia ambiance imekuwa iko ni kubwa na kuweza kushuhudia mambo makubwa ya wakongomani wakiingia barabarani na kusifia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko pia wakiimba nyimbo za kumsifu rais wa nchi bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na vile vile pia kuweza kutaka M23 Wanyarwanda warudi kwao, watuachie nchi yetu. So ni mambo ya kuleta nguvu, na pia inaonyesha kwamba solidarity kwa Kongomani ipo, na M23 Rwanda isiwazie gisi wako Goma na Bukavu kwamba ni volonte ya population. No. Naombeaga mara mingi, hakuna raia yenye inahitaji M23. Hakuna mkongomani mwenye anahitaji RDF. Hakuna, isipokuwa tu ni hili kuwakamata watu mateka, kuwatishia watu, lakini kirealite kabisa hakuna hata Kongole mwenye iko na mvi ya kuishi na hawa watu. Ukichukua, sababu wanadamu wote hatukoki sawasawa, unaweza ukachukua 1% ama 2 tu. Kwa tuseme mu 100%, unachukua 2% ya Wakongole ndo wenye wako pour M23, lakini 98 à 99% ya Wakongole wako contre kabisa M23, na hii imeshuhudiwa kwa jiji la Goma. Sio Goma tu, Bukavu kote kulikuwa M23. Wakongole wanafurahia, walisherekea ushindi wa Leopard na kuimba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kusema M23 dégagé. Kwa hiyo ni mambo ya kutia nguvu, na yanatufanya wakongomani tuendelee kuwa kwa pamoja kwa nguvu kubwa na ushirikiano wa hali ya juu. So nitakupa nafasi ya kusikiliza mambo jinsi yalivyokuwa huko uwanjani, na vile vile pia kusikiliza yale ambayo yamekuwa yakijiri ndani ya jiji la Goma, na tusikia pia wananchi wana mitazamo gani kuhusiana na yote ambayo yako naendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana. Shekinai. Bombo. Jambo baba Papa Rajabu, mzee wa Kungwasuma, nakusalimu ukwetu kuna kwa usiku. Niko naona ni mshangao kabisa wenye kupita Kongo. Maneno ya Kongo naleta ku mauzuni. Kwa nini kama nasema naleta huzuni? Kwa tusha kufurahi sema Milembwe na kamatiwa Minembwe.
Tio tushikie tena Minembwe iko ba M23 iko naleta huzuni. Wazalendo, tufungula akili mwanjo kitumaini kyetu. Tunayua tu leo ile Kongo kakamatiwa kote, tangu si batoto wa Manyema, tangu mwe batu ya Kivu, hatutakuwa na amani. Ona gisi beko na tuchinja sa vile makuku. Bakongomani banakuwa sa vile feti ya bonane na kuya. Batu batachinja mambuzi, batachinja makuku, batu banakula, batu banafurahi. Ndio nakuwa sa vile shie bako kumikona benye Rwanda na yako kukombola evita mpaka bazalendo wakamate kule kwenye kwa minyere yote, tangi kwa banachimba oro, tangi kwa banachimba makaskariti. Njo Kongo kweli, njo Kongo tapata amani. Niko najulizaka kwa ya Kutumba, nilikuwa namfataka tangu nilikuwa huko Australia. Niko nashikiaka tu batu ya Kutumba, eko na makalabia ya oro, makutumba, eko hivi na hivi. Nikasa, mtu wa makalabia ya oro, kweli mtu akakuwa na makalabia ya oro, atakosa kutenda maajabu sa vile. Leo ona maajabu yenye anatenda. Mali habana tena badepandre tena na bazungu. Njo niko naona ile Kongo ya Kutumba, kuko bakabidon, kama bote beko na roho moya, kama bote beko marombo alimbadi, ya kusema bapate makorepsyon, bakule. Kweli Kongo haitakuwa kana amani. Kama bole bale bakubwa benye kujita shinjo ba general, shinjo ba nani, kweli bakakuwa na umoya kule Kivu. Shimwenda ta kule kwa Mali kwa prezida huyu. Naamini mko salama wazalendo wote Wakongomani wenye moyo wa kupenda nchi yao. Mungu awabariki sana na walinde. Kila mara na kuwaka nasema hao watu ni wale walikuwa wanachunga ngombe. Walikuwa wanakamatiwa tu mule mpori, walienda kuchunga mangombe. Na njoo wanapelekewa kufunzwa kijeshi, na kijeshi habafunzwa seba na kielewa, hapana. Ni ile kulogotesha tu na kuwapatia silaha waonekane kama majeshi. Unaambia guverneri mzima examen d'etat alikuwa hajafanyaka, tena hajui kuandika. Ni ile tu bamuone tu anavala ile teni na kuongea kwenye mikrofoni. Sasa watu ni watu, njoo pale niko nasema watu ni nyama za pori. Ni watu wenye waliishi kama vile zile ngombe zao. Maana vile walikuwa wanashinda wanachunga ngombe na akili zote zilishakuwa hivyo kama za ngombe. Sasa unaambia unapatia mtu mwingine aende kufanyia examen d'etat. Wende ukafanya wewe peke kama ulisomaka na inchi ni yako. Si unasema inchi ni yako. Wewe unatafuta ugawe inchi ase uko Mkongomani. Na uko kabila ingine unatoka Rwanda. Kisha unaenda tena asiofanya examen d'etat. Sasa ulikipata cha mtemakuni. Njoo mko mnacheza, mnawaza sasa ile Kongo ya zamani ya bavuayu hii tena. Bakongomani habiko tena bavuayu. Ile kuwa kwenyu mlikuwa mko mnaua watu. Njoo inalamusha Mkongomani anaona hata sitaendelea na kufa sawa nyama. Hivi sasa mtakipata cha mtemakuni. Eba guvernere wazima tutawasikia sasa mwisho wenyu huyu. Jambo Wakongomani wote pamoja na Baraka One TV, FARDC wazalendo, rais yetu Shekedi na wasnaipanuare wote, waibu wote, jeshi la Burundi, Tanzania, jambo sana. Big up. Wakongomani tumesikia maneno ya ICC ya Kagame, tumesikia maneno ya ubaguzi, uchochezi, kutuharibisha kichwa sisi Wakongomani. Yani tulikuwa tumeharibishiwa kichwa.
pia maongozi mabaya na vingine. Bangine wamekasirika kwamba tumefanya makoro na Rwanda kufanya na Jacques Baguma alisema kwamba CCRF kufanya makoro na Rwanda sio mbaya, ni kamutego kazuri sana. Tulifanya kama makoro Washington, akisema kwamba tatosha majeshi, tukakubali. Kila fasi yote Kataro wapi tunafanya makoro. Na hii makoro yenye tulifanya na Rwanda London hapa juzi jana hapa, ni kamutego kazuri sana. Yeye ndo alisimamia M23 kwa hiyo makoro ya London. Kinamaanisha kwamba Rwanda ndo M23. Hiyo yote makoro itakuja katika ICC court. Utakuwa ushahidi mzuri sana. Tusogope kufanya naye makoro hiyo. Tena yeye mwenyewe yeye ndo alituita. Twende London, liko na zipitisha Rwanda, ziko zinaenda wapi? Ziko zinaenda kwao France. Pale ndo wakaogopa. Tuko pamoja. Na hizi CCRF kumbe mimi niliona ni kamutego kwa bazungu wale ba France na wale ba European Union benye bako na uhusiana na M23. Biko ndani muvita mule bazungu. Tukebapiga sana, banaandika mabarua, banaambia hapa bazungu ndo banataka ya akili muandike barua tuichukue kule European Union. Tusisukume European Union huko. European Union itasaidia hapa, yambie Kongo CCRF. Kila sasa CCRF. Muna kuwaka ndani bazungu muvita vibaya sana, banaambia ba CCRF vita ya wapi kila sasa CCRF mlionaka wapi? Mshaona wapi? CCRF hiyo muna kuwaka ndani bazungu muvita, tena bazungu ndo banapangaka hiyo vyote CCRF sijui mara nini sijui mara bazungu. Wale ba France na mlifanya vizuri sana. Wazalendo jeshi letu na wa FARDC wote. Mlifanya mzuri sana, waibua sniper kupiga hapa bashenzi. Hapa France. Ni babaya sana ba France. Kwa nini Tuaula alibafukuza kwa hapo? Alibafukuza ba France biko kama bashinwa, bako kama balashi. Bali ukiwa na rafiki na bakiwa na urafiki na president, banaiba mali ya Kongo, banafanya. Yeye mshawahi kuona France inalalamika Kongo kwa nini iko hivi? Kwa nini Kongo M23 kwa nini bako hivi? Kwa nini mko naua watu M23 kwa nini mko nafanya wapi? Wale wa France biko kama bashinwa, bako kama balasha. Hiyo ndio tabia yao. Tuko pamoja. Hii CCRF bale bazungu banakuwaka ndani mu vita, ndio banataka hizo plani kupanga hivi vita viishe. Tuko pamoja. Mbo. Sasa jambo la kwanza, Bwana Ajabu alisemaka kwamba Bakongomani, yani aba jamaa walikuwa kama tuongoza, wametuharibisha akili, tuko sasa wenye hawana akili. Na ni kweli. Hapa Bakongomani banaletaka uchochezi, muichi, ubaguzi, uwizi, uwaji. Yani wanachonganisha makabila zile zote, zenye walikutaka ziko pamoja, banajua kuzichonganisha, banaleta wizi, banaleta uchochezi, banaleta ubaguzi, tena hapo ndio wenyewe ndio kulialia ubaguzi. Tuko pamoja. Kama wanaongoza nchi, wanaongozaka hivyo. Hiyo ndio inaitwa divide and rule. Not cooperate and rule, divide and rule. Banataka kuwa nini? Kuwagawanyisha kila mtu, wanawagawanyisha huu, wanamkamanisha huku, wanafanya hivi. Sasa alafu mkosanake mpiganake nyewe. Unaona majeshi wanaiba watu, majeshi wanaua watu. Unaona ukijenga kanyumba kako, huyu anakuona mbaya. Ipasa ibishosha wapi? Huyu wakiona, yani bale watu wakiongoza nchi bana yalibishaka nchi. Hawezi kuongoza nchi kama mko kimoja. Babo ni Banyarwanda, mutabajua siri zao kama wakuta mko mmoja. Yani banawashambaratishaka akili kila mtu huku. Na kuonana vibaya, kubaguana, kuuana, fitina, hapa ndo banaviletaka Banyarwanda batusi kila nchi, hata Uganda hivyo. Hiyo ndio divide and rule. Ndugu yangu journalist, jambo. Habari za saizi, mko pia mnakaza. Ndugu yangu journalist, haya maswali nakuuliza wei, njoo komtere ya Mkongo
na wewe ndio uko naendelea, uko naona vya kufaa vyenye viko nafaa Mkongo. Nataka kuuliza kwa kwanza, je, Kisegeti kwenye iko na beba Kongo ni pa mzuri ube ni pa mubaya? Why nakuuliza vile? Juu paske Kisekedi ni president iko nafanya kazi, lakini gisi iko nafanya kazi unarudia huku nyuma uangalie gisi M23 iko. Unakuona saa kuna kazi Kisekedi iko nafanya. Juu nasema vile Kisekedi avange kuya sema hivi ya kubadilisha katiba ya nchi, angepiga kwanza huyu enemy anamumaliza. Unaona, yeye ni president wa nchi. Mtu akikuwa president wa nchi hakuna kikinamshindaga ovyo ovyo. Ukikumbuka Yesu ulisema pale Kenya bako na fanya maandamano, lakini president iko pale pale. Bakukufa banakufa, bakufungiwa banafungiwa. President iko atoki, mpaka ukipinda shakimbia paka na mezo presidentielle. President huyo wa Kenya ulisema. Nitakuuliza na president Kisekedi angepigana na hii M23, unajua kama kusia ku este na Sud Kivu na Nord Kivu, hii kusema kama bwani ndabeba manda ya 3, unajua kama hakuna mkongomani mwenye ankatala. Ushapatia mkongomani amani, kisha ukimwambia manda ya 3, acha na mimi sasa nipumzike niangalie kisi nitatengeneza nchi. Unajua kama pako mkongomani mwenye ankatala ile. Lakini sasa ukipiga macho mbele, Kisekedi naye ataenda pabaya. Kweli iko nafanya kazi, lakini iko naenda naye pabaya. Unayua mpolitiki ya Kongo kama wazalendo wa moya balikuwa wanaanza kukuwa kukuwa na behavior ya kukuwa kwa tuba siasa wa Kongo. Ulikuwa najua hivyo? Unaona, bazalendo wa moya. So unaona mjambo mzee Baraka One TV. Habari za jioni mzee. Antuka mimi hapa tu nipenda nikusalimu. Mimi nakufuataka sana ku YouTube nakufuataka sana kabisa sana. Nafurahia kabisa info zako. Na watu naziverifie. Tunaona kabisa ni za ya ukweli kabisa. Kwangu mimi naona wengi naziverifie ni za ukweli. Ndio nasema huyu nasikia Swahili au kaka huyu anaweza kuwa kaka wa kupale huyu. Acha nimsalimie tu atakupitia kwa namba yake hii, sijui kama ndio namba yako, sijui kama ni ya kazi. Lakini nakutumia tu salamu sana. Na mimi nikupitiwa pale Uvira pale ndio kupale. Nazaliwa hapo Uvira na kumalia hapo Uvira. Na tuko mwa hii kazi tu, hii kazi yenye uko naona pale kwa ile vilima venye kuna tuonesha kwa tumwa hii kazi ya jeshi. Na mimi niko mwanajeshi, niko FARDC, niko mangambo za Beni. Niko Beni ndio kwenye niko. Ndio maana nilitoka Uvira anzia mwaka ya 1996. Leo tuko tumkazi tu, tuko tunapambana tu. Wakati na furahia Swahili ya kwako ndio nikasema nikusalimie. Nilipita pale Uvira Kalimabenge ya kule chini kote ya Estagriko. Mukarte Nyamianda. Pale ndio kwenye jamaa iko pale kabisa. Ndio kabisa kiongozi. Okay, asante. Nipenda tu nikusalimie. Naweza kuwa na uwezo ya kukutumia unaona wapeko najua si wasoda tunakuwa na hii mashida kidogo wakuipatia seme juu wakubwa wasikie na kuwaga grand probleme mwe gisi muko pale samoya mnalalamikaka tu kwa hii mtandao wenu na inafaa kwa kubwa rapidi. Tutakuwa tunaongea, utanipatia directive gisi ya kuongea. Unaona shi wasoda nafaa kamuflash tu mwa hivi juu
Sikutambue mbio mbio, sikutambua tena na kwa shida.